Dr. Meden yeye ni mwandishi wa karne ya 18 nchini Marekani. Aliwahi kuzungumza hivyo, anasema chanzo kikubwa cha hofu kinatoka ndani ya mtu yeye mwenyewe na si kutoka nje. Nje wende kawa sababishi tu, lakini ndani hofu huwa inatengenezwa na yeye mwenyewe. Lakini pia kuna mwanafilosofia mkubwa anaitwa Bertrand Russell, yeye alisema kwamba kuishinda hofu ni mwanzo au chanzo cha hekima. Yaani wewe kama binadamu ukifika hatua unaweza ukashinda hofu zako, basi hiyo ni miongoni mwa njia au miongoni mwa vyanzo vikuu vya kupelekea wewe kupata hekima. Lakini pia baba wa taifa wa India maarufu Bwana Gandhi, yeye aliweka nukta kwenye jambo zima la hofu, akasema hofu pekee inayoruhusiwa ni hofu ya Mwenyezi Mungu na hofu ya kufanya mabaya. Hofu kama hofu tukisikia na kutamkiana hofu, kila mtu anajua kwamba ni hofu jambo baya, hofu halifai, si ndio? Binadamu yote akimwambia hofu inafaa haifai, atakujibu hofu haifai. Lakini huyu bwana mkubwa akaturudisha kwenye misingi ya kidini, anatuambia hofu pekee inayoruhusiwa kwa binadamu ni hofu inayohusiana na masuala mazima ya Mwenyezi Mungu, yale aliyotukataza na yale aliyotuamrisha, hasa utukataza tuweze kuyahofia. Basi hizi ndio nukuu za watu mashuhuri juu ya masuala mazima ya hofu. Baada ya kuyaona hayo, tuweze kufahamu sasa, je, ni nini maana ya hofu? Hofu ni nini? Tunasema kwamba hofu ni hali ya wasiwasi inayompata mtu au mnyama mbele ya mwingine au kingine kisichompendeza au kuhatarisha usalama wake. Leo hii anaweza akakaa paka au mbwa, hata binadamu, uende umsogelea alafu mtishe, yule mnyama anaweza akakimbia au akajihami au vipi, kapata hofu. Au binadamu tu ukikaa mtu akakutisha hivi akakupa simanzi ya ghafla kwenye nafsi yako, utaweza kupata mtikisiko wa ile hali. Hizi hali zinaitwa hofu. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa hakika hofu ni mawazo tu ya kuzamia hasara au madhara fulani, ya kudhania hasara au madhara binafsi. Hasara hii au madhara haya yanaweza kuwa ya kimwili, lakini mara nyingi huwa ni ya kisaikolojia. Kwa mtu unapata hofu kutokana na nini? Unahofia kuna jambo au unaogopa kuna jambo litakupelekea wewe madhara, litakudhuru mwili wako, litadhuru labda saikolojia yako, litadhuru mustakabali wa mambo yako tofauti. Ndio maana unapata ile hali ya wasiwasi. Hofu inaweza kuwa juu ya mtu mwenyewe binafsi, yani kujihofia mwenyewe, au mtu mwingine wa karibu, au kahofia juu ya mtu mwingine wa karibu. Mathalan, sahibu wangu wa karibu brother Abdul Karim Kachechele, nimekaa na hofia Abdul Karim atapata tatizo fulani. Kwa hiyo lile tatizo litakayompata Abdul Karim mimi linanishughulisha, linanifanya nafsi yangu isiwe na utulivu, nikawa naogopa. Basi hii upelekea hofu. Halikadhalika kwa mke, kwa mume, kwa mali yako binafsi, kwa hadhi yako, kwa cheo chako, vitu vyote ambavyo vinahatarisha vitu hivi ambavyo unahusiana navyo kwa karibu zaidi, vinaingia moja kwa moja katika msingi mzima wa hofu. Kwa hiyo hofu hujengwa juu ya mawazo dhanifu, yani mawazo ya dhana, kudhania jambo halijatokea, lakini unadhani kwamba hiki kitu hiki kutokana na hali hii itapelekea kitu fulani na kitu fulani. Zile hali zitakazokuja baadaye zinakutia wewe ukapata ile hali ya wasiwasi, na mara nyingi inakuwa una uhakika juu ya mambo yanayoweza kutokea au kusababisha hasara, masumbuko makali ama maumivu. Kwa hiyo ndio maana ya hofu. Ila wakati tunazungumzia hofu, hatuwezi kuacha kuzungumzia mambo makubwa matatu ambayo haya tunayatumia kwa kubadilishana. Tumezungumza hofu, lakini mtu mwingine anaweza kusema nini wasiwasi, lakini nini uoga, na nini kiwewe, vijana wengine wanaita wenge. Nini wenge, nini uoga, nini wasiwasi. Sasa haya nayo tuweze kuyapa kidogo maana, lakini haya yote yanaanguka kama vipera au aina za uoga, za wasiwasi, za hofu. Zote ukizijumlisha pamoja ndio unaangukia kwenye hofu mule. Kwamba wasiwasi ni nini? Wasiwasi ni aina ya hofu kuhusu jambo au kitu unachokisubiri kwa shauku kubwa. Kuna jambo umelifanya
Sasa matokeo yatakayokuja, ile hali unayopitia wakati unasubiri yale matokeo, hii ndio inaitwa wasiwasi, si ndio? Mathalan, umefanya interview ya kupata kazi, ukaambiwa majibu yako yatatoka baada ya wiki moja. Mwanzoni inaweza kawaida, lakini ile siku zinazozidi kwenda kuelekea ile wiki moja, unapata hali fulani ya joto si joto kwenye mwili, majasho si majasho ya makwapa, ile hali inayokukuta ile sasa ndio inaitwa wasiwasi. Kwa hiyo wasiwasi ni kuna kitu unatarajia kije, unachokisubiri kwa hamu, kitakuja vipi? Hapa ndo wasiwasi unapokuja. Au sote tumewahi kufanya mitihani ya taifa wakati tunasoma, ile wiki ya mwisho ile NECTA ametoa hawajatoa, matokeo tayari bado, ile hali unayoipata wakati ule ndio inaitwa wasiwasi. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa woga. Woga husababishwa na hisia za mtu pale anapojiona kuwa ana mapungufu. Yaani wewe mwenyewe binafsi unahisi una mapungufu, unahoji uwezo wako binafsi wa kuliendea jambo fulani. Kwa hiyo unajitia woga kwa namna moja ama nyingine. Na woga kwa kawaida inaleta hali kwamba wewe haujiamini. Mathalan, mtu anaambiwa bwana, wewe leo siku yako kuwasilisha mada mbele ya wenzio. Ukijiangalia kwenye nafsi yako, mimi bwana naweza kweli? Unapata ile hali ya kutokujiamini, unapata ile hali ya kuogopa. Pale basi wewe unaingia kwenye mkumbo wa wewe ni mwoga. Hata kwenye biashara, umeanzisha biashara yako, CH Design, unafanya digital branding, lakini kabla yako kuna mabrandi makubwa tayari yashakutangulia Tanzania hapa, yanafanya mambo makubwa. Unajilinganisha nao, mimi kama uwezo sina hivi, alafu kuna kazi fulani imetangazwa na kampuni nyingine kubwa, benki moja likubwa. Kwenye kuomba yale maombi, umekutana na yale majiant nayo yamekwenda. Ukijilinganisha, unaweza ukapata ile hali ya kuogopa. Kwa ile hali ndio inaitwa woga. Kwa hiyo woga unaweza ukaupata muda gani? Woga unaweza ukaupata labda unapokabiliana na bodi kwenye mahojiano, umepelekwa katika kamati ya nidhamu kuhojiwa, unaweza ukapata woga. Unatilia mashaka uwezo wako wa kuweza kuleta majibu. Lakini pia labda umeitwa na bosi wako mkubwa kazini, mkuu wa kazi kakuita, CEO wetu pale kakuita, nali bwana Anthony Mahimbali, njoo ofisini, tuna mazungumzo ya kikazi. Lile yeke unalolipata kwenye nafsi, unaingia katika mkumbo wa woga. Lakini pia kuna kiwewe. Kiwewe si matokeo kukabiliana na hali mahususi, bali ni hali ya kuwa na mkusanyiko wa mawazo mengi ya hovyo ambayo yanakufanya muda wote unakuwa haujatulia. Waswahili wa kawaida vijana sasa, wewe mbona una mawenge? Una wenge utulii. Yaani umekaa mara hiki kitu kimekutia. Yaani kama una mkumbo wa mawazo mengi na kufanya unashindwa kutulizana. Ukiambiwa tuambie wewe kitu gani kinachokutia haujatulia, unaweza ukashindwa kuelezea. Lakini ukiangaliwa mustakabali wako kwamba wewe haujatulizana, ni mtu ambaye uko na mtikisiko, unasumbuka kwenye nafsi yako, kuna mambo yanayokutisha na mambo yao unaweza wewe hata usiyajue binafsi. Kwa hiyo mtu huyu tunasema huyu ana kiwewe. Mfano, mtu kapata ajali, mwae kuona mtu kapata ajali, Mungu atunusuru, kaanguka na pikipiki au ajali yoyote, kashashuka chini pale kwenye ardhi mara kainuka, anaenda mbele anarudi nyuma, haelewi, network zimekata. Huyu ana kiwewe. Basi nini athari za hofu, woga, wasiwasi kisaikolojia? Tunasema hofu hupelekea mabadiliko mengi katika mwili wa mwenye hofu. Ukali wa mabadiliko hayo hutegemea na ukali wa hisia ya hofu alizonazo mtu husika. Mwili huhisi hofu alionayo mtu kama aina fulani ya kitisho, na hivyo huandaa mifumo yote ya mwili kujiamini ili kuchukua hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo, aidha kwa kupigana au kukimbia. Ndio sifa ya hofu hiyo. Nimewapa mfano, paka kakaa zake pale, si ndio? Wewe umeenda kumtisha, kumkurupua pale, ana mawili paka, wewe akimbie
au akukwaruze na kucha zake, akakupiga kwanza afu anarudi nyuma. Wewe ukiangalia ushaumia, lengo lako lilikuwa kumfaa istihzai tu paka. Au hata binadamu kakaa, brother toa hapa, ukasema mimi ngoja nikamshtue toa, umemnyetia mpaka karibu, wow, hujui reaction yake toa atafanyaje. Kumbe yeye labda mandonga mtu kazi, umemtisha kaleta jebu ya kulia, imekupiga, ushapata madhara. Kwa hiyo sifa ya hofu siku zote inakuwa hivyo, ama yule mwenye kupata hofu akimbie ama apigane. Kwa hiyo tujihadhari na kutiatia hofu kwa watu. Sawa. Kwa hiyo hofu hupelekea athari tofauti kama vile nini? Mapigo ya moyo kuongezeka, kasi ya kupumua pia kuongezeka, tumbo kuzalisha asidi nyingi, maini kuachia sukari nyingi ili kuweza kufanya mtu awe na nguvu. Ndio maana mtu mwenye hofu au aliyepata mtikisiko anajiamini, anakuwa anajiona yeye kama jitu kubwa sana. Akili kufanya kazi zaidi kuliko kawaida, yani maamuzi yanakuwa chap. Sasa kwenye ule chap wa maamuzi ule wa akili, hapo ndio mada yetu ndakayijikite kwamba usibabaike na hofu. Tuliza nafsi yako ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Ukifanya maamuzi yanayoendana na hofu tu, unaweza ukaharibu, kama vile kuruka kwenye gari au kuruka kwenye nyumba ambayo inaungua bila kujua kwamba nyumba hii inaungulia upande upi. Kusimama kwa mfumo wa uzazi kufanya kazi ukiwa na hofu. Mfumo wa uzazi katika utendaji wake wa kazi tunategemea uweze kusimama. Ndio maana kwa wale watu wazima wananielewa, ukiwa una hofu achana na mambo ya kiibada. Huwa hofu yako kwanza ili uweze kuendea ibada vizuri. Lakini pia kinywa kukauka, unameza mate hayapo, kuvuja jasho lingi kila eneo, mboni za macho kupanuka ili uweze kupata uono mkubwa, nywele kusisimka na kusimama, shinikizo la damu kuongezeka, mikono na mwili kutetema, mishipa ya damu kutanuka ili kupitisha damu nyingi, lakini pia bomba la bronchi kutanuka ili kuruhusu hewa nyingi kuweza kupita. Sasa upi mwenendo wa kitabia ya mtu aliyepata hofu? Hii tunaambiana ili tuweze kuhudumiana wenyewe kwa wenyewe kwenye jamii. Tunapoona mabadiliko fulani kwa mwenzetu, tuwe naye karibu ili tuweze kumshauri. Moja, kutoroka na kujiepusha au kujitenga. Mtu mwenye hofu sana ya mambo, unashangaa anaanza kujitenga na jamii. Mfano, wewe mtoo maarufu wa fikra, haujaja siku kadhaa, wiki kadhaa. Sasa unaona nikienda kule itakuwa vipi, nitauliza maswali mengi, unaanza kujiondoa taratibu. Au mwanafunzi mwenye makosa shuleni anahofia nitachapwa, ndio anaanza kuwa chimbo. Shuleni afiki, anakaa tu nyumbani na zunguka huko. Kwa hiyo mtu mwenye kujitenga sana na jamii, huyu ana dalili za kuwa na hofu. Lakini nyingine, utumiaji wa vitu usio wa kawaida. Mtu tayari ana hofu, kuna mambo yanamsumbua, anaona suluhisho labda kunywa pombe kali kupitiliza, kuvuta bange, kufanya vitu vile visivyo sawasawa, labda ataondoa mawazo, ataondoa ile hofu wakati sivyo. Lakini kupungua kwa ufanisi katika kazi, kudhoofika kwa kumbukumbu za mtu zinapotea kutokana tu nini, anakuwa na mawazo, hofu, wenge muda mwingi. Lakini kuwa na akili kigeugeu katika kutoa maamuzi, anakuwa na maamuzi miumbo, leo katoa hiki, kesho katoa kile, hana ile hali ya kudumu na maamuzi yake. Muda mwingine kukosa usingizi, muda wote unawaza mambo yanayokutia wasiwasi. Lakini kuwa na hasira zilizopitiliza na kuwa na maamuzi hatarishi, kama vile wengine wanaishia kujiua, wengine wanaishia kuua wengine. Zote ni athari za hofu. Sasa hofu tutaziondoa vipi? Nakimbia kidogo muda. Hofu tutaiondoaje? Sisi kama wafanyabiashara, sisi kama wafanyakazi, sisi kama vijana, tayari umekwisha kumbana na mazingira ambayo yanakutia wasiwasi na kutia hofu. Utaondoa vipi? Mambo yafuatayo unaweza tukayajua na kuona kwamba hofu inaondoka vipi. Moja, tambua vitu ambavyo wewe vinakutia hofu au unavyohofu navyo. Vijue tu kwa kuainisha, bwana mimi nahofia kufilisika, nahofia brand yangu kushuka, nahofia ukata wa fedha, nahofia kutokupata watoto, nahofia 1 2 3. Kwanza vitambue vitu vyote vyenye kukutia hofu. Hofu inakuwa yenye kukutisha tu ikiwa gizani, haujaichambua, haujaifanyia ile SWOT analysis. Ila ukiifanyia analysis vizuri, hofu inaweza ikawa ni njia mojawapo ya kuitatua. Wenyewe anasema kulijua tatizo ndio itakupelekea njia ya kuweza kulitatua. Kama hulijui tatizo hutaweza kulitatua. Na hofu hivyo hivyo, tambua vitu vinavyokutia wewe hofu.
2, fanya vile vitu ambavyo wewe una hofu navyo. Ushajua hiki mimi ndio kinachonitia hofu, kiingie kakifanye. Mfano, mtu aliyepanda ndege mara ya kwanza anafanana na mtu aliyepanda ndege mara 100. Mtu aliyepanda ndege mara ya kwanza anakuwa na hofu na mawazo ya ovyo kule juu, hii kianguka itakuwaje? Akipewa tangazo ile, hii ndio sijui life jacket inavaliwa hivi, ndio parachute ikitokea, akipewa hizo habari, mama yangu anatamani kufa kabla ndege lenyewe halijaanguka. Sasa anaambiwa wewe hofu yako kupanda ndege, hakikisha unapanda ndege mara kwa mara. Unavyo practice mara kwa mara, basi ile hofu itaondoka na kujikuta wewe unakuwa mzuri. Kwenye mitihani shuleni kuna kuwa na wanafunzi wana hofu ya mtihani. Siku ya mtihani anatetema, wenge, majasho kama mtera. Lakini huyu anaambiwa wewe dawa yako, twende tukafanye mitihani kila siku. Fanya mitihani mara kwa mara, utaondoa ile hali ya hofu. Pia kwenye biashara zetu, usihofu kuweza kufanya tendering. Leo umefanya, kesho fanya, kesho fanya. Unavyokosea, unavyopatia, baadaye hofu inaondoka na kuona mambo yako kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu wafanya biashara wenzangu, msiogope kufanya vile vitu vinavyowatia hofu. Lakini nyingine, pata uzoefu katika mahusiano yako na wengine. Mmewahi kuona binadamu ambao wanaogopa kukaa na watu wengine? Yaani akikaa anaona mimi kama nina udhaifu hivi. Mwingine mtu Mwenyezi Mungu kamuumba labda ana ulemavu, labda ana albino au ana kiungo hakiko sawa. Anaona nikikaa na wengine muda mwingi anajitenga. Naomba hapana, weka vizuri akili yako, kaa na watu, tangamana nao, utapata kuwa vizuri na hofu itaondoka. Lakini nyingine, acha tabia ya kukaa na kuwaza vitu ambavyo vinakutia hofu. Mtu mwingine anaona hivi vitu kabisa vya hofu, lakini anawaza hapa mfano tumekaa Rafiki Summit, mtu anawaza hivi hapa mfano moto umewaka, alafu umewaka pale mlangoni pale, itakuwa vipi? Yaani yeye mwenyewe anawaza mambo mabaya, anajitia wenge, alafu anaogopa. Au mwingine nyumbani kakaa anawaza, sasa hapa nyumbani mimi nina TV kubwa na system nyingi, nikiibiwa hapa kijawezi usiku itakuwa vipi? Anajitia wasiwasi ambao haupo. Kwa hiyo njia miongoni mwa njia za kuondoa hofu, achana na mawazo hatarishi ambayo unaona haya nikiyawaza yataniletea hofu haya. Lakini nyingine, katu usifanye hali ya maisha kuwa ni majanga. Kuna hali za maisha tunazijua, kuna kupanda, kuna kushuka, kuna ajali, kuna nini. Sasa wewe usikae ukawaza yale yakikukuta ni nini? Ni majanga, ukaanza kufikiria na kujiandaa nayo yakinikuta itakuwa vipi. Wewe chukulia hizi ni matokeo tu za maisha, zikija nitakabiliana nazo kama zinavyokuja. Ukija wa njano poa, ukija wa blue sawa, unavyotaka na mimi nataka hivyo. Ndivyo inavyotakiwa iwe. Lakini pia usiwe mwingi wa kufikiria majanga na hatari katika maisha yako. Hii ndio kama tutoka kusoma. Lakini pia hepa mawazo. Hakika mawazo ndio yanayozidisha hofu zaidi. Epukana na kuwaza bila sababu za msingi. Waza vitu vya manufaa, usiwaze vitu vya matatizo. Lakini pia kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, hapa ndio utaingia kwenye ile hofu inayofaa. Lakini pia wala hautokuwa na nini? Hautokuwa na wenge. Mashekhe wataniweka sawa. Unapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakuambia usifanye nini? Usihuzunike wala usipate simanzi kwenye nafsi yako, si ndio? Ila alladhina amanu wa amilu salihat tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzanu. Wao ni kufanya matendo mema, basi siku yao ya kutoka roho watakuja malaika na kuambia msihofu wala msihuzunike. Kwa hofu iko pale, lakini unaambiwa usihofu. Asanteni sana.